Usikate tamaa, maana familia yako inakusubiri. Usikate matumaini, maana ukoo wenu unakusubiri. Maana Mungu amesema kwamba kupitia wewe familia yako itakwenda kuokolewa. Kupitia wewe ukoo wenu utakwenda kupata baraka. Kupitia wewe utakwenda kuvunja vifungo na laana za ukoo wenu. Maana watu wamesema kwamba ukoo wenu ninyi ni watu wa kufa kwa magonjwa tu. Ninyi ni watu wa kufa kwa kisukari tu. Ninyi ni watu wa kufa kwa pressure tu. Ninyi watu mtaishia hivyo, mtapata ndoa. Ninyi watu hamtawahi kufanikiwa. Lakini Mungu leo amesema kwamba usipokata tamaa atakwenda kuishangaza siku yako ya leo. Kupitia wewe unayenitazama, amesema atakwenda kufungua milango ya mbinguni. Wewe ndiwe lango, wewe ndiwe ufunguo. Kwa hiyo simama kidete. Simama, usinungunike, usilielie. Imani yako amesema mkabidhi yeye. Amesema yupo mlangoni kwako, anabisha. Ukifungua mlango naye ataingia, naye atakwenda kukushangaza. Atamwagia baraka tele kwa ajili yako, na wewe utakwenda kufungua familia yako. Usilie, usikate tamaa, maana amesema anakuwazia mema kila leo. Hajawahi kukukatia tamaa yeye, wala hatawahi kukukatia tamaa. Anachohitaji kwako ni imani yako tu. Wewe ukamkabidhi moyo wako, anasema atakwenda kuishangaza siku yako ya leo. Usikate tamaa, usilie, maana Mungu ni mwaminifu. Hajawahi kwenda kinyume na maneno yake. Kwa nini unalia? Kwa nini unasema ushachoka? Na Mungu hajachoka kwa ajili yako. Amesema mkono wake ameunyosha, anakusubiri wewe uje umkaribie, ili akuoneshe makuu na mengine usiyoweza kuyaeleza. Ndugu mpendwa unayenitazama, ni muda wa wewe kuweka imani mbele ya Mungu. Ni muda wa wewe kumkabidhi Yesu maisha yako, naye amesema hakika ukifanya hivyo atakushangaza.